kimwili au level ya kiroho, kuna kitu ambacho kinaitwa roho ya mazoea. Hiki ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakitembea nacho, na watu ambao wanapokuwa kianza kufanya kitu wao wanaanza na high passion, yani wanaanza na ile desire kwa ukubwa sana, lakini as time goes watu wanakuwa wana decrease uwezo wao wa kufanya kitu, hata kama ni eneo la kazi, hata kama ni eneo la kusali au kufanya ibada. Mtu anapokuwa tayari ndo ameanza wokovu, anakuwa ni mtu ambaye yuko interested sana na mambo ya kiroho, anakuwa ni mtu ambaye anafuatilia in deep, yani akianza kufuatilia anafuatilia, lakini muda unaozidi kwenda ndo ile hali inazidi kupotea ndani yake. Muda unaozidi kwenda maki ile hali ya kufuatilia na kujua mambo ya kiroho zaidi huwa inapungua. Maki leo nakufundisha kwamba yako madhara ya kuwa na roho ya mazoea, na kitu ambacho kimekwamisha watu wengi, hiyo ni eneo la kazi, eneo la uchumi, hiyo ni eneo la uchumi, eneo la biashara, eneo la kiroho, kumtafuta Mungu, kuwa na viwango vikubwa vya kiroho, ni eneo la roho ya mazoea. Hili eneo la roho la mazoea ni eneo ambalo limekwamisha watu wengi sana, na kati ya roho ya mazoea imefanya watu waonekane wanafanya vitu kwa kiwango kidogo sana. Maana hii roho ya mazoea inapokuja ndani ya mtu inakuja kuondoa ule uhali wa kuwa na desire, kuwa na passion ya kufanya kitu kwa bora, ina decrease, mtu anafanya kwenye hali ya kawaida. Kwa lazima ujifunze namna gani unaweza kushinda roho ya mazoea. Fikiria kwenye akili yako, kwenye mind yako, kwa muda ambao unaweza kunisikiliza mimi. Anza kujiuliza, ni kitu gani ambacho ulipoanza kufanya ulifanya kwa spidi kubwa sana, yani ulifanya kwa moyo wako wote, lakini hadi ilipofika siku ya leo ambapo nasikiliza mafundisho haya umejikuta sasa unafanya kwa kiwango ambacho ni kidogo sana. Na kama ilikuwa ni eneo lako la kazi, ulipoanza kupata kazi, siku yako ya kwanza kwenda kazini, ulikuwa unawahi sana kwenda kazini, ulikuwa unawahi sana kwenda kazini, maki ukaonekana ni mfanyakazi ambaye ni bora sana. Hata bosi wako alipoanza kukuona sasa, kwa kweli nimepata mfanyakazi ambaye anafanya kazi kwa viwango vikubwa sana. Hata kama ni eneo lako ambalo ulifungua biashara, ulipoanza kufungua biashara ile, watu walijisifia kwamba hakika tumepata mtu ambaye tunakuwa tunapata huduma kwa muda mrefu, kwa sababu ulikuwa ukiwahi sana eneo lako la kazi. Lakini as time goes, muda unazidi kuendelea mbele, umeona kwamba umeanza kupunguza ule uwezo wako wa kufocus kwenye kazi ambayo ulikuwa ukiifanya. Maanake hii ni roho ya mazoea ambayo inakuwa ikidecrease uwezo wa mtu wa ndani na kupelekea kuwa mtu wa kawaida. Kila mtu anatamani kufika pale ambapo anatamani afike, lakini kinachofanya watu wasiongezeke level kwenda kwenye level nyingine ni ile roho ya mazoea. Na kitu ambacho kimefanya watu wasiomwone Mungu kwa viwango vya juu sana hata wanapokuwa wameingia ibadani ni roho ya mazoea, na ni roho ambayo imekuwa ikitesa watu wengi, hata kama ni kwenye taasisi, hata kama ni kwenye nchi. Kitu ambacho kimetesa viongozi wetu wakubwa wa nchi, hata kama ni ambao wanaongoza nchi, wanaongoza miongozo mingi ya kitaifa, ni roho ya mazoea. Maana mtu anapokuwa na roho ya mazoea hawezi kufikiri na kubuni kitu kingine ambacho kinamfanya aonekane kuwa ni unique. Kwa kila mmoja ana kitu ambacho kinamfanya yeye aonekane kuwa unique. Naposema kuwa unique, maana kila mmoja ana ile personality. Maana naposema personality ni ile tofauti na ile behavior. Naposema behavior, hizo ni tabia. Lakini naposema ile personality, moja kwa moja nazungumzia ile personal individuality, make uwezo wako wa kibinafsi au sifa zako za kipekee. Kwa katika maisha yako kuna zile sifa zako za kipekee katika ufanyaji wa jambo lote lile. Anapoletwa mtu aweze kuambia kuhusu jambo fulani, pamoja kitu ni kile kile, lakini kwa uwezo wake alionao wa kuweza kufasiri mambo na kuweza kuyazungumza, utaweza kuelewa kwa namna ya tofauti. Kwa kila mmoja anakuwa na ule uwezo wake wa kipekee, hata kama jambo ni lile lile, lakini utakuwa na uwezo wako wa kipekee. Kwa ile roho ya mazoea unachokifanya inakuja kuondoa ule uwezo
uwezo wako wa ndani wa kufanya jambo moja kwa moja unajikuta unafanya kwenye hali ya kawaida. Kwa watu wengi wamekuwa wakifanya mambo yao kwa hali ambayo ni ndogo sana, kwa ufinyu, yani kwa uchache, inawapelekea moja kwa moja kupunguza value ya vile vitu ambavyo wanavifanya. Hata kama ni kiongozi, mara ya kwanza mlipompatia nafasi ya kuwa kiongozi, alifanya kwa moyo wake wote, mkosema kwamba hakika hapa kiongozi tunaye na tunatamba naye. Lakini as the time goes, mambo yanazidi kwenda mbele, ile hali ndani huwa inapotea. Kwa nini inapotea? Kinachofanya vile ni roho ya mazoea. Maana kama ilikuwa ni utumishi, anauzoelea ule utumishi, na kama ilikuwa ni biashara, anaizoelea ile biashara. Maana kinachokifanya, anaingiza ile roho ya mazoea, na ambaye anaingiza roho ya mazoea huwa ni mwovu. Anachokifanya kwenye maindi yako, anachocheza nacho, anakuambia kwamba tayari mimi nafanya, kwa hata kama nisipofanya hivi leo, moja kwa moja hata nitakapoanza kufanya siku nyingine nitafanya kwa kiwango kile kile. Moja nikwambie, katika Holy Bible tunajifunza kwamba mtumishi wa Mungu Samsoni alichaguliwa na Mungu. Samsoni amechaguliwa na Mungu aweze kuwa mkombozi au mtetezi wa taifa la Israeli. Lakini pamoja na kitu kile, maana moja kwa moja kuna kitu ambacho Mungu aliweka unique kwenye maisha yake, ya kwamba asing'oe vile vifungu 7 vya nywele, asing'oe vile vifungu 7 kwenye za nywele zake. Maana katika kichwa cha Samsoni Mungu aliweka siri kubwa kwenye zile nywele zake. Kwa kwenye vile vishungi vya nywele za Samsoni kuna kitu ambacho Mungu alikiweka. Kwa kwenye vile vishungi vya nywele za Samsoni kuna kitu ambacho Mungu alikiweka ambacho ni unique. Hata kabla hajazaliwa, Mungu anamwagiza malaika akampe taarifa mama yake kwamba usitumie kileo, usiwe ni mtu wa kuongea sana, maana aliye ndani ya tumbo lako ni mtu ambaye tayari nimemchagua. Kwa pamoja na hayo, moja kwa moja Mungu anamchagua Samsoni na akamweka kuwa unique. Akasema kwamba huyu mtoto nywele zake zisiondolewe, yani wembe usipite kwenye kichwa chake. Maana moja kwa moja Mungu akaweka siri kwenye nywele za Samsoni. Moja na maanisha nini mahali hapa? Maana kwenye maisha yako kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ni siri, hakitaji watu wengine waweze kukijua. Maana kile kitu kinakutofautisha wewe na watu wengine katika maisha. Hata kama ni mtu ambaye unaona ni wa hali ya kawaida, ambaye hata leo unamdharau, nikwambie yule mtu kuna kitu ambacho anacho, kile kitu ni unique, huwezi kukipata kwa mahali popote pale. Na maana siku zote nasema kwamba kila mmoja ni mtu ambaye ni special, kila mmoja ni mtu ambaye ni unique, usiweze kujidharau. Maana wewe hapo ulipo ni mtu ambaye ni special. Hata kama watu watakuchukulia kawaida, waambie mnanichukulia kawaida kwa kuwa hamjui kesho yangu. Leo yangu mnaijua, kesho yangu hamuijui. No matter leo naishi maisha gani, kesho yangu hamwezi kuijua. Kwa lazima ujue kwamba wewe ni mtu ambaye ni special, wewe ni mtu ambaye ni unique. Ukishatambua jambo hilo kwamba wewe ni mtu ambaye ni unique, wewe ni mtu ambaye ni special, kwa nini kitu gani ukifanye? Moja kwa moja lazima ujue kulinda ile siri ya ndani kwenye maisha yako. Kile kitu ambacho unajua kwamba hiki kitu kinanifanya niweze kuwa unique, lazima uweze kukilinda. Naposema uweze kukilinda, lazima uweze kuwa na limit. Naposema limit, manake ni mipaka, na kitu ambacho kinasaidia kuondoa roho ya mazoea ni mipaka. Kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe kutoka kwenye roho ya mazoea ni kuwa na mipaka. Na kama ni eneo lako la kufanya kazi, lazima ujifunze kuwa na mipaka. Na kama ni eneo lako la ibada, jifunze kuwa na mipaka. Na kama ni eneo lako la ofisini, jifunze kuwa na mipaka. Kama ni eneo lako la elimu, jifunze kuwa na mipaka. Naposema kuwa na mipaka na maanisha nini? Naposema kuwa na mipaka, nasema ni limit. Naposema limit, marake unakuwa ni extent na kuwa na ule uwanda wa kufanya kitu kwa kuishia sehemu fulani. Na kama ni lako la ibada, napomaanisha kuwa na mipaka, ujue kwamba Mungu wako sio wa jana, au upako wako wa jana usiutembelee kwa siku nyingine au kwa siku ya leo. Napomaanisha upako wako wa jana usitembelee kwa siku nyingine, yani kwa siku ya leo. Na maanisha nini? Maanake
kama unapoingia kwenye ibada uingie ukiwa ni mtu mpya. Maanake usiingie kama jana. Kama unafanya ibada, fanya kana kwamba utafanya tena. Yaani unapoingia kwenye kumwomba Mungu, omba kana kwamba yani utapata nafasi nyingine ya kuomba. Uombe kana kwamba yani mwisho wako wa kuomba ni leo. Kama utaanza kumwomba Mungu, omba kwa viwango ambavyo ni vikubwa sana. Omba kwa viwango ambavyo katika hivyo utaona uvuvio wa Mungu ndani yako akinena nawe kabisa, hapa mwanangu ananiomba. Maanake ukiwa na mipaka, maanake moja kwa moja ukiingia kwenye wako na maombi, make anasema kwamba kwenye kile chumba chako cha sirini. Aposema kwenye chumba chako cha siri, make unaingia kwenye vilindi vya moyo, ambapo hapo katika chumba cha siri, make moja kwa moja hakuna ambaye anaweza kuaccess taarifa ambazo ziko sirini. Ndio maana kila mmoja anaweka password kwenye simu yake. Moja kwa moja mtu ambaye ataichukua ni mpya asiweze kuaccess yale mama ambayo yako kwenye simu yake. Naposema kuingia kwenye chumba cha sirini, maanake hakuna mtu ambaye anaweza kufungua na kuweza kuingia mle ndani ambapo unafanya maombi. Naposema kuingia mle ndani ambapo unafanya maombi, simaanishi kuingia kwenye eneo lako la maombi, make kwenye moyo wako. Unapoanza kumwomba Mungu katika ibada yako, fungua moyo wako, ingia digi ni dipa, uingie ndani. Utakapoanza kumwomba Mungu, manake uzuie connection, usianze kufungulia moyo wako kuanza kuaccess vitu vingine. Maana unaomba Mungu unaanza kuwaza nyumbani, unaanza kwenda huko. Utulize moyo wako kwa Mungu. Kesha kuutuliza moyo wako kwa Mungu, moja kwa moja utaanza kuona vitu ndani yako vinabadilika. Na hata kama ni eneo lako la biashara, lazima pia uwe na mipaka. Ujue kwamba katika eneo langu la biashara lazima niwe na mipaka. Kuna ambao wanageuza biashara zao kama ni eneo la ustawi wa jamii, kituo cha kusaidia watu. Wewe nikwambie kitu, simaanishi msisaidie watu katika kufanya kazi. Watu wasaidie kwa ile familia ambayo mmejenga community ya kufanya biashara, na sio ile kwamba kwa kuwa mtu unamjua usimhurumie mtu kwenye kazi, bali fanya kazi kwa kuzingatia principle na matakwa ya kazi ambayo unaifanya. Hata kama eneo lako la biashara, ufanye kazi, ondoe hali ya mazoea. Useme kwa kuwa nimefanya kazi hii nakuwa naifanya always, kwa nakuwa nakuja tu najifanyia kazi. Fanya kazi kwa kumaanisha. Kama eneo lako la biashara linakuhitaji wewe uwahi eneo hilo, wahi kwa muda ambao ni tofauti na watu wengine. Kama eneo lako la kazi ni watu wengi wanafanya biashara hiyo, sio kigezo kwamba wewe usiweze kuendelea, sio kigezo kwamba wewe utaendelea kubaki kwenye uchumi wako wa level ile ile. Na maanisha kwamba fanya tofauti. Naposema kufanya tofauti, maana moja kwa moja umejiwekea mipaka. Mimi kifika saa 12 kamili lazima niwepo eneo langu la kazi, nianze kufanya kazi. Moja kwa moja watu watakuzoea kwamba mtu fulani saa 12 kamili nikienda pale siwezi kukosa huduma. Nikienda saa ngapi nitapata huduma, na nikienda saa ngapi nitapata huduma kwa muda mwafaka na atanihudumia. Punguza eneo lako la kazi, punguza magengi. Kuna watu wanakuleta gospel gengi. Naposema gospel gengi maanake au gospel club, maana gospel club ni maeneo ya umbea, eneo la kazi. Yaani mtu katika eneo lake la kazi, eneo hilo hilo analeta eneo la kujajia umbea, kujajia maneno mengine. Eneo lako la kazi, jengeneza mazingira ambaye anakuja pale kuchukua muda mwingi kuzungumza na wewe. Hata kama sio mteja, zungumza vitu ambavyo vinahusiana na kazi ambayo unaifanya. Kama unafanya kazi ni biashara, atakayekuja mtu pale akiwa na habari zingine tofauti na biashara ambazo zinaendana na kazi yako muda ule, moja kwa moja anakuja kutoka kwenye attention ya biashara kuletea taarifa zingine. Open mind yako kusiki biashara zako, namna gani uweze kuziendesha, namna gani uweze kuzifanya. Kama eneo lako la kazi la ofisini, watu wengi kitu ambacho kimeugombanisha na watu maeneo yao ya kazi ni ile eneo la gossip group au gossip gang. Hao watu wamejiingiza kwenye vikundi vya umbea au vikundi vya kujadili maneno ya watu wengine au maendeleo ya watu wengine kuliko vitu vyao ambavyo vinawahusu. Kwa lazima mjifunze, kama eneo lako la kazi, kuwa na mipaka. Wewe sio hadi uzungumze na kila mtu unapofika ofisini. Ukisha kuwasalimia watu, fika eneo lako la kufanya kazi, fanya kwa ufanisi. Ndio maana watu wanaenda eneo la makazi hawapandi vyeo. Tunachomfanya mtu apande cheo sio kukaa eneo la kazi kwa muda mrefu, bali ni ile hali ya kufanya vitu kwa ufanisi na katika ubora ambao unahitajika. Kwa anapofanya vitu kwa ubora ambao unahitajika, moja kwa moja amejiwekea mipaka kwamba nitafanya kazi zangu 1, 2, 3.
Kuna watu eneo lake la kazi, ule muda ambao uko targeted kufanya kazi yake haifanyi kwa muda ule mwafaka, anaanza kuzungumza moja kwa moja, muda unamwishia. Ukisha kumwishia, anajikuta kazi ambayo atakayoifanya leo anaifanya kesho, moja kwa moja ashaenda out of the time, make anaenda mbali na muda, amecheza kwenye nafasi ambayo sio ya kwake. Kwa lazima ujifunze kuenenda katika mipaka. Wewe ni mtu ambaye uko anaenda shambani, anaenda kwenye lake la kufanya kazi, anapita kila mji, anaenda anasalimia, anaanza kuzungumza nao, anawauliza mmeshindaje. Ni eneo lake la kazi, anaelekea ni shambani, anapita miji 7 yote anaisalimia muda huo, anahitaji access information za mtaa mzima. Kwa moja kwa moja lazima uende in access point. Kama ndio eneo lako la kazi direct, lazima uende eneo ambalo ni targeted ili uweze kufikia malengo yako kwa wakati. Jifunze kuwa na mipaka. God bless you. As Jova Media TV fans, God bless you. Siku nyingine tena, karibu tena tujifunze pamoja.